Hii ni MTV1 Online inayokutangazia kwa njia ya mitandao na redio wa shirika kutoka sehemu mbalimbali za mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, sehemu moja ya Afrika Mashariki. Niite Jean Paul Sikimenyo kutoka wilayani Lubero. Unaweza tufuata kupitia mitandao yetu ambayo ni www.mtv1news.com, Facebook MTV News DRC, Twitter ama X @MTV-DRC, kwenye LinkedIn MTV News DRC, pamoja na redio zinazotuunganisha kupitia FM Kivu Kaskazini. Tumekuandalia nini hivi leo? Mjini Goma, malumbano na hoja zaendelea kati ya waasi wa AFC M23 na MONUSCO, huku mikutano ya mabishano makubwa ikiendelea kuhusu uwepo wa MONUSCO katika eneo linalodhibitiwa na M23 AFC. Mashirika za kiraia za jimbo la Kivu Kusini zimeweza kuomba kuweze kuendeshwa mazungumzo ili kuweza kutatua mgogoro wa kiusalama unaoendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kati ya serikali ya Kongo na waasi wa AFC M23. Wote wanaoweza kuleta mchango wao waweze kukutanishwa ili kutafuta suluhu la kudumu. Hayo na mengineyo yanakujia punde si punde. Wasikilizaji na watazamaji wa MTV1 Online, ifuatayo ni habari kamili. Mjini Goma, malumbano na hoja zaendelea kati ya waasi wa AFC M23 na MONUSCO, huku mikutano ya mabishano makubwa ikiendelea kuhusu uwepo wa MONUSCO katika eneo linalodhibitiwa na M23. Hadi tukienda hewani, mkutano waendelea mjini Goma ambako alialikwa Bintu Keita, mkuu wa MONUSCO nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Waasi wa AFC M23 wakiomba MONUSCO kubadilisha mandate yake ama kuondoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa upande wa MONUSCO, kupitia mtandao wao wa Twitter waliweza kusema kwamba mazungumzo kati yao na AFC M23 inajikita katika utekelezwaji wa mandate yake ambayo inakuweko uimarishwaji wa amani pamoja na ukingo wa wakazi nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Katika mji wa Bukavu, jimboni Kivu Kusini, shirika la raia la jimbo hilo la Kivu Kusini limeweza kuita wote wanaohusika katika mgogoro wa kiusalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo waweze kukaa kwenye meza moja ya mazungumzo ili kuweza kutatua mzozo huo ambao umewasumbua wakazi siku nyingi zilizopita. Wawakilishi wa mashirika za kiraia za jimbo la Kivu Kusini wanaleta uungwaji wao mkono kwa juhudi zinazotekelezwa na muungano wa maaskofu wa kanisa Katolika nchini Kongo DRC pamoja na mapasta wa SCC. Hawa wamekuwa wakiomba kuweze kuwa mazungumzo ya kuweza kukutanisha pande zote husika. Wawakilishi wa mashirika za kiraia za jimbo la Kivu Kusini waliweza kunena hayo jana huko mjini Bukavu, huko wakiwa walileta mchango wao kwa juhudi zinazotekelezwa na muungano wa maaskofu wa kanisa Katolika nchini Kongo DRC Sengo inayoshirikiana na SCC, ambao wanaomba kuweze kuendeshwa haraka iwezekanavyo mazungumzo yenye kushirikisha pande zote husika katika mgogoro wa kiusalama nchini sana mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wamehitaji mazungumzo hayo ya kukutanisha pande zote husika uweze kufanyika kwa hali ya dharura ili kuweza kujibu kwa mahitaji ya wakazi wa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambao wako katika hali mbovu ya usalama. Miki Mutiki, presidenti wa mashirika za kiraia za jimbo la Kivu Kusini, aliweza kuchukua neno kwa jina la mashirika zote za kiraia za jimbo la Kivu Kusini hiyo jana huko mjini Bukavu. Anatoa mwito kwa mazungumzo, hapa aelezea. Nous lançons un appel vibrant à toutes les parties impliquées dans le conflit et toutes les forces sociales de se mettre autour d'une table à travers un dialogue inclusif en respectant un cessez-le-feu immédiat, un dialogue dont la nécessité n'est pas le partage du gâteau ou de pouvoir, mais la refondation de la nation congolaise à travers des réformes pertinentes. Wataalamu wa mashirika za kiraia wameweza kupendekeza ili kuweza kufungua njia kwa ajili ya mashirika za kiutu ili ziweze kuwafikia wenye kuhitaji msaada katika eneo za kivita. Wamependekeza pia kuweze kufunguliwa kwa uwanja wa ndege wa kimataifa wa Goma pamoja na ule wa Bukavu, bali pia wamekuwa wakipendekeza mabenki ziweze kufunguliwa katika eneo mbalimbali ambazo ziko chini ya udhibiti wa waasi, jambo ambalo limekuwa likiweka hatarini na kuendelea kufanya kuwa magumu maisha ya wakazi wenye kuteseka maeneo haya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mirei Mirembe Tasi wa shirika jipya la kiraia la Kongo DRC, yeye pia amekuwa akiita
pia kuweze kuendeshwa mazungumzo ili kuweza kutatua mgogoro wa kivita unaoendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Même si la guerre continue, tôt ou tard, on va finir par dialoguer. Alors, pourquoi attendre à ce que ça soit plus grave? Depuis février, ce n'était que la voie des armes qui était en train de gagner le terrain. Nous sommes fatigués. Il faut que ça cesse. Shirika za kiraia za jimbo la Kivu Kusini zimekuwa zikiomba wakazi waweze kuwa katika umoja na pia kuweze kuwa sheria ambayo itaweza kusaidia pande zote nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na hiyo kwa ajili ya kuweza kujua nani aliweza kufanya hivi na nani hakuweza kufanya hivi. Katika mji wa Beni, mji mkubwa wa jimbo la Kivu ya Kaskazini kwa muda, baadhi ya wahami wa vita waliokimbia vita vya M23 AFC wakipambana na jeshi la serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa upande wao, pia wakisaidiwa na vijana wazalendo. Raia hao waendelea kupitia maisha magumu katika eneo walikokimbilia huko Beni, Butembo pamoja na sehemu zinginezo za mtaa wa Lubero, namna anavyoelezea hapa Emembusa Mkanda ambaye ni moja ya raia hao waliokimbia eneo hizo, yeye akiwa aliweza kutoka mtaa wa Ruchoro, akielezea akiweza kutoa sauti ya kilio kwa mashirika za kiutu kuelekea sehemu hizo kwa ajili ya kusaidia wahami hao wa vita. Zaidi ya familia 800 zikiwa tayari zimeshasajiliwa tangu mwezi Februari iliyopita na ambazo zimebaki bila msaada wowote wa kiutu, namna vile anavyoelezea hapa Mbusa Mkanda. Wakimbizi wengi kutoka Goma na ndani ya zone ambazo M23 imekamata wanaishi maisha ya tabu katika Grand Nord ya province ya Nord Kivu. Penginepo Butembo, wengine wako Beniville, wengine wako Beni territoire. Na miongoni mwa hao wakimbizi mnakuwa wa bibi wa militaire, mnakuwa wa bibi wa soda FRDC na vile vile wa depanda wao ambao wanaishi ndani ya maisha mabaya ndani ya Grand Nord. Na gisi mnajua hii masehemu ya Grand Nord hawazoee kuweka makambi ya wakimbizi kama vile fasi zingine. Na hawa wakimbizi wengi wao wanaishi ndani ya mafamilia dake, wengine wamekamata nyumba za kupanga, na wengine wao wanaishi ndani ya maangar na ndani ya makanisa. Na tunaomba wakuu viongozi kama vile ministre en charge affaires sociales, ministre wa defense, ministre wa interieur aweze kujia hawa wabibi ya waskari, wabibi ya wa militaire na polisi na hawa wakimbizi wengine msaada. Na kitu ya kwanza tungewaomba waweze kukuja waidentifie. Hauwezi saidia mtu na hauja muidentifie. Hiyo ni ombi ambayo iko urgent. Gouvernement yetu ya Kinshasa iangalie gisi ya kukuja saidia hawa wakimbizi ambao wanapitia hali ngumu. Hawakutaka wakimbie, lakini hali ambayo ilitokea Goma ndio iliacha wanaweza kukimbia. Kwa sababu hawa wakimbizi kama hawasaidiwi watakuwa ni wao wa kwanza tena kupointe du doigt kuanza chamba gouvernement. Ni kusema tunaomba vile vile maorganisation humanitaire kama vile OCHA, PAME, UNICEF, CICR waweze kuangalia gisi ya kusaidia hawa wakimbizi. Tangu walifikia hapa miezi imekuwa 5, hakuna mtu yeyote ambaye amekuja kuwatafuta. Katika mji wa Kirumba kusini wa mtaa wa Lubero, jimboni Kivu ya Kaskazini, ambako gavana wa jimbo la Kivu Kaskazini chini ya utawala wa AFC M23 Bahati Musanga Erasto aliweza kutembelea siku ya Alhamisi jana wakazi wa maeneo mbalimbali ya mtaa wa Lubero, hususan sehemu mbalimbali za Graben na sehemu zinginezo za magharibi mwa mtaa huu wa Lubero. Waliweza kumwomba aweze kusaidia kwa ukarabati wa barabara mbalimbali zinazoelekea katika sehemu hizo. Bahati Musanga Erasto aliweza kuahidia wakazi wa Kirumba kwamba ataweza kuleta viongozi wake wanaohusika katika masuala ya barabara ili waweze kudolea macho swala hilo, namna anavyoelezea hapa wakati alikuwa akieleza pamoja na wazee wa hekima wa mji wa Kirumba. Mabarabara tutaleta mwenyeko charge na mabarabara engineer sier, tutamuleta huku pamoja na administrateur baangalie vitu ya mabarabara, tuangalie chenye tunaweza tukifanye, chenye tutasubiri kufanya mwaka kesho nacho kisubiri, lakini tutaleta mwenyeko charge na mabarabara tuone chenye tunaweza kufanya. Nchini Kenya, maafisa wa polisi waliokuwa kwenye kituo cha polisi wakati wa mauaji ya Albert Ojwanga bado wanasakwa, huku mmoja wao akizuiliwa baada ya kukamatwa jana jioni. Maandamano yameendelea kwa siku ya 4 kufuatia mauaji hayo. Dennis Chisaka kutoka Nairobi na habari hiyo. Ni waziri wa fedha wa Kenya John Mbadi akiwasilisha makadirio ya bajeti ya mwaka 2025-2026, bajeti ya shilingi trilioni 4.2. The finance bill of 2025 has neither
Lakini wakati bajeti hiyo ikiwasilishwa bungeni, mita chache nje ya bunge, maandamano yalikuwa yakiendelea. Hayahusiani na bajeti, bali ni maandamano ya kumtaka naibu inspekta wa polisi Edward Lagat kujiuzulu. Kitu ya kwanza, polisi wamego against constitution. Article 49 inatupatia right of arrested person. Hizo zote wamezifunja, hawajafikisha comrade kotini. Alafu kitu ya pili, article 26 right to life bado wameibreak. Hakuna venye comrade anaweza kufia kwa cell and then tukuje tuambie atalijipigisha ukuta. You see, we want justice for Ojwang. We want DIG we want DIG to resign immediately and to face prosecution. Lagat anatuhumiwa kwa mauaji ya Albert Ojwang aliyeuawa na mwili wake kupatikana kwenye seli katika kituo cha polisi cha Central Nairobi. Tangu Jumapili mwili wake ulipopatikana, hali imekuwa hii Nairobi. Na kule bungeni kwenye bajeti, Waziri Mbadi akiwasilisha makadirio ya bajeti ya shilingi trilioni 4. Bajeti hii Mbadi anasema inajikita zaidi kwenye kukopa na mbinu zingine za kutafuta pesa, wala si kumtoza ushuru wa juu mwananchi wa kawaida au kuongeza ushuru ili kufadhili bajeti. Revenue collection through administrative reforms by simplifying and streamlining tax laws to make them clearer and easier to implement, thereby by improving taxpayer compliance. Makadirio ya bajeti ya mwaka 2025-2026 imewasilishwa bungeni. Kibarua sasa ni kwa bunge kupitisha au kukataa bajeti hiyo. Kutoka Nairobi, ni habari hiyo ya Dennis Chisaka ndio yatuelekeza kwenye ukomo wa taarifa hii ya habari, msikilizaji mtukufu wa MTV1 online. Naliitwa Sikiminyo wa Jacolsen kukusomea taarifa hii ya habari kwa siku ya leo, na washukuru wote waliohamasika kukusanya habari hizo na nyote mliotusoma kupitia mitandao yetu ya kijamii na kupitia redio zetu shirika zilizoko Masisi, Ruchuru, Lubero, Beni na huko sehemu za Bunia na sehemu zinginezo za dunia. Kwa heri ya kuonana.